Hello guys, assalamu alaikum. Leo ni siku nyingine nzuri tu ya Aminata. Nimekuja nimewaletea mapishi ya maandazi. Leo nimeandaa kupiga mahamri for the first time. Leo ni mara ya kwanza, nataka ni share na nyinyi tupike mahamri zetu. Ukitaka ya biashara, ukitaka ya kula nyumbani, basi tuwe pamoja tuangalie jinsi ya kupika. Cha kwanza nitaelekea jikoni kuosha mikono. Naosha mikono yangu. Nimeshaosha mikono yangu na mahali yangu ya kupigia nimehakikisha ni safi. Kila kitu kiko kisafi. Hapa kuna unga, nimepima vikombe 5 tayari. Vikombe 5, hivi vikombe 5. Hii hapa ni sukari tunayo. Haya ni maji. Hii ni iliki. Hii hapa ni Blue Band. Hii hapa ni amira, nimeshaitia kwenye kikombe. Yaani amira yangu ndio hii. Yaani mahitaji yangu ya siku ya leo ni hivi vitu vinaenea. Sasa hapa nitatia sukari. Hii ni unga nusu, nimepunguza ya kukamatisha baadaye. Hapa sasa nitachukua sukari nipime. Niko na aka kikombe kangu ka robo. Nitachukua robo 3.5 ndio nitatia ndani ya huyu unga wangu. Nitilie hapa. Hii ni robo 1. Hii ni robo ya 2. Na hii ni nusu. Hapa nakuwa nimemaliza mahitaji ya sukari yangu. Hapa nitachukua iliki yangu, nimeshasaga tayari, nimeweka kwenye kikombe. Nitachukua kijiko kimoja cha iliki yangu, mahamri yangu yawe na ladha nzuri. Baada ya hapo nitachanga unga wangu. Nachanga sukari na iliki. Baada ya kuchanga nitachukua amira yangu nipite na imiminia ndani. Kaanza kuponda. Nitakuwa naongeza maji kidogo kidogo. Maji madogo madogo. Tayari nimeshakanda, inakuwa sawa. Hapa nitachukua siagi yangu Blue Band. Nitachukua kijiko kimoja kikubwa kama vile mnaona hapa, kama 1.5 kwa sababu
unga wangu ni mwingi, 1.5. Itakuwa imetosha. Nitachukua hii siagi nichange pamoja na huyu mkate ambao nimeshatengeneza. Hapa nimemaliza kupanda mkate wetu, unga wetu kama jinsi mnavyoona hapa, nimeshaukanda. Nitauweka kwenye jua ikiwa dakika 30 ama 45. Baadaye ndio nije nipike. Ila mbele ya kuweka kwenye jua, nachukua sinia na finika. Okay, nachukua sinia yetu tufinike na kisha tupeleke nje kwenye jua. Muda wa dakika 30 45 tutakuwa tuko tayari kuja kupika. Tayari unga wetu uko tayari, umeshavimba. Nataka sasa nikatekate madonge nifanye humu kwenye sinia, kisha nianze kusukuma na niwe tayari kwa kupika. Hapa tayari tumeshakata mikate yetu ya mahamri. Imetoka vipande ngapi? 13. Sasa tupo tayari kwa kuanza kusukuma na tukate, tuchome. Mafuta ambayo tunaotumia ni hii hapa, ni oliva. Hii ndio mafuta ambayo tunaotumia kwa kupiga maandazi yetu. Sasa acha tutie mafuta, tuongeze. Naona nitapiga kwa vikaango viwili ili nipige haraka nisikawie jikoni. Tatia mafuta humo kwa hichi kikaango na hichi kingine hapa na hichi kingine hapa. Tatia mafuta ili nipige kwa haraka. Baada ya kutia mafuta yetu jikoni, itabidi tuwashe jiko letu sasa. Moto uwe tayari kwa kuchoma. Nitatia kwanza moto wa juu, kwa sababu wakati nitakuja kuanza kudumbukiza mandazi nitapika na punguza, na hapa napo tatia hai, pote hai, ili mafuta yapate moto. Tayari nimesha kata madonge yangu, itabidi
nitie unga kwenye ubao wangu. Mimi natumia meza yangu na nimehakikisha ni safi, nimeipangusha, nimeosha. Nitachukua hilo la donge la kwanza ambalo nilianzia, japokuwa ni lidogo, ila ndio hivyo tu. Uduare wangu umekaa vibaya. Uduare wangu uko tayari, nitakata. Mahamri yetu iko tayari, tumeshakata. Sasa saizi tutaelekea jikoni kuchoma. Yake ndani cha pili. Sasa nibadilishe hii nisie kwa safuria ambalo litakuwa na shimo, ili vipate jinsi ya kuvimba. Kwa kuingia ndani ya chini ya mafuta, ikipanda juu inavimba na inakuiva kwa haraka.
mahamri yetu iko tayari, tumeshayapika. Kwanza ukiyataka haya mandazi hapa Dayton utaipata kwa duka limoja tu na linaitwa Swahili African Market. Ukifika kwenye hilo duka utakutana mahamri, ndio duka tu hapa Dayton inayotengeneza mahamri mazuri. Na ukitaka kuoda, namba ziko hapo, unaweza ukapiga kama jinsi mnaona business card zetu ziko hapo, unapiga simu tu utapokelewa. Ukitaka oda unaweza ukaoda za sikukuu, utakula nyumbani unapigiwa. Na hata ukitaka 5, 10 tu za kula, karibu kila weekend, Friday, Saturday, Sunday zinakuwa hapo dukani kwetu. Usichelewe kuja kujipatia maandazi. Kama jinsi mnavyoona, kwanza tunazingatia usafi. Hiyo kitu cha kwanza. Wakati tunayaandaa, tunayatengeneza tukifanya usafi. Mahali tunapikia ikuwe safi, kwa sababu wateja wetu wasiwe na wasiwasi wakati wanakuja kununua, wasiwe na wasiwasi wa kusema kama wanakula vitu ambavyo hawana uaminifu na jinsi vilitengenezwa. Hii ni uhakika na kutaka ushahidi. Ukitaka kuona Swahili Market jinsi naandaa vitu vyake, unaingia YouTube channel yangu Aminata Officially, utaona mapishi yetu mwanzo hadi mwisho na mengine ambayo tunayoyafanya ya fun ya kuendesha maisha, hizi siku ziende, stress isipungue. Karibuni Swahili Market, tunawapenda sana na muwe na siku njema. Bye.